Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Sport Federation Cup ama FA ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa Machi 12 mwaka 2025, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex kuanzia majira ya saa 10 jioni, ambapo klabu ya soka ya Yanga Sports Club ama bingwa mtetezi wa kombe hili la CRDB Bank Sport Federation Cup akikwenda kucheza mechi ya hatua ya 16 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kutokea Tanga, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona Coastal ni klabu inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara na Yanga Africa ni klabu ambayo inashiriki ligi kuu Tanzania bara. Mpaka sasa ukiuangalia msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Yanga ndio vinara wakiwa wamecheza mechi 22, wameshinda mechi 19, sare ukiwa ni mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi mpaka sasa katika ligi kuu ya NBC wakiwa wamefunga mabao 58, huku wao wakiruhusu mabao 9, goal difference ni mabao 49 wakiwa na pointi 58 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wanakwenda kukutana na Coastal ambao wao kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC Coastal wapo katika nafasi ya 9 wakiwa wamecheza michezo 23, wameshinda michezo 5 pekee, sare ikiwa ni michezo 10, huku wakipoteza michezo 8 wakiwa wamefunga mabao 18, wao kuruhusu mabao 23 wakiwa wanadaiwa mabao 5 wakiwa na alama 25 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini wanakwenda kukutana katika mechi ya playoff ama mechi ya mtoano la kombe la CRDB Sport Federation Cup hatua ya 16 bora, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona katika michezo 10 ya mwisho kati ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kukutana na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, basi fahamu klabu ya soka ya Yanga wanaongoza kushinda wakiwa wameshinda michezo 8, sare ukiwa ni mchezo mmoja, na Coastal yeye ameweza kuambulia ushindi mmoja tu mbele ya kikosi cha Yanga Sports Club katika michezo 10 ya mwisho kukutana. Kwa hiyo wanakwenda kukutana katika mechi ya playoff ama mtoano la kombe la CRDB Bank Sport Federation Cup ama FA nchini Tanzania. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Young Africans unaamini klabu ya soka ya Yanga itakwenda kuibuka na ushindi mbele ya wanamangush Coastal, like video yetu alafu tuambie kwenye comment section kuelekea katika mchezo huu. Kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Yanga Sports Club ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya Coastal Union, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha timu ya soka ya Yanga mtaalam Milodi Hamdi ameweza kutangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti 3 ni Djigui Diarra, screen protector, miongoni mwa magolikipa ambao katika kiwango bora sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Eneo la fullback namba 2, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Ezra Elipati Kimwenda, huku fullback namba 3 ni Shadraki Isaka Boka, miongoni mwa wachezaji ambao wanatoka unyoya ama kukimbia kweli kweli akiwa uwanjani. Lakini center back namba 4, klabu ya soka Yanga wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Ibrahim Muhammad Baka aka Inspector. Lakini eneo la center back namba 5 ni big brain defender Dickson Jobu, miongoni mwa mabeki ambao wapo katika kiwango bora sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini eneo la kiungo namba 6, kiungo wa ulinzi, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Khalid Aucho, Dr. wa mpira, huku winga namba 7, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Clatous Chama Triple C Mwamba wa Lusaka. Eneo la kiungo namba 8, klabu ya soka ya Yanga wanatarajia kuanza na Duke Abuya, miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika kiwango bora sana ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Lakini eneo la mshambuliaji namba 9, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji Prince Mfumelo Dube aka mwana wa mfalme, miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika kiwango bora sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga. Lakini eneo la kiungo namba 10, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Profesa
Pacome Zouzoua miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kutengeneza na kufunga. Lakini winga namba 11 klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Clement Mzize. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha timu ya soka ya Yanga dhidi ya Wanamangush Coastal.